Allah tabaraka wa taala anasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah tabaraka wa taala anawanadia wale waliofanya nini, waliomuitikia, akisema enyi mliomwamini Allah, kutiba alaykumus siyam, kwanza mmefaradhishiwa nyinyi funga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhishwa wale waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, lengo ili tupate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndiyo madhumuni au makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala kutuamrisha tuweze kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa ndugu zangu katika imani, mwezi wa Ramadhani faida yake kwanza tumegundua kwamba ni ucha Mungu. Na wacha Mungu ni watu wa aina gani? Tunawapata ndani ya Qur'an katika surat Ali Imran. Allah tabarak wa taala anasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allah anasema fanyeni upesi, kimbilieni kuendea maghfira yatokayo kwa Mola wenu, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, na pepo ambayo mapana yake ni sawa sawa na mbingu na ardhi, u'iddat lil muttaqin. Pepo hii Allah tabarak wa taala anasema imeandaliwa kwa ajili ya wacha Mungu. Sasa wacha Mungu tutawapata katika sifa zifuatazo. Akataja katika sifa za wacha Mungu Allah tabarak wa taala anasema wacha Mungu ni alladhina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i, ni watu ambao hutoa mali zao wakati wa raha na wakati wa shida. Umefanya shughuli zako, Allah tabarak wa taala akazitiria baraka, ukapata faida, ima iwe kubwa au kiasi, lakini katika kile ulichokipata ukatoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya furaha, kwa kukumbuka neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia wadharra, na pale unapokuwa na misukosuko na matatizo katika shughuli zako zimekwama, lakini hili alikuzuili kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndo sifa ya kwanza wacha Mungu. Lakini sifa ya pili Allah tabarak wa taala akaitaja walkadhimina alghaidha. Sifa ya wacha Mungu ya pili ni watu wale ambao huficha hasira zao. Hasira isikutawale ikafikia ukachupa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikafikia hatua ukawa mnafiki. Maana hasira inapokutawala matokeo yake inajenga kitu unafiki. Katika vitu ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza katika hadithi, anasema arba'u man kunna fi kana munafiqan khalisan, kwa mambo manne mwenye kuwa nayo ndani ya nafsi yake anakuwa ni mnafiki aliyetakata, kwa maana mnafiki original, hana kadosari. Huyu moja kwa moja ni mnafiki. Akataja sifa ya kwanza, idha haddatha kadhaba. Kwanza hili limezoeleka, watu walio wengi wanajua sifa tatu, lakini hapa Mtume sallallahu katika hadithi hii kataja sifa nne. Akasema idha haddatha kadhaba, pindi anapozungumza kwanza usema uongo, ndo kanuni yake. Ama sifa ya pili, wa idha wa'ada akhlafa, anapoahidi huwa atimizi ahadi zake. Ama sifa ya tatu, wa idha atumina khana, anapoaminiwa ufanya khiana. Na sifa ya nne, wa idha khasama ghadara, anapokhasimiana, kwa maana anapogombana uchupa mipaka. Hata kama ni jirani yako itafikia hatua kuna njia, kwa sababu umezozana naye, zile asira zimekutawala, basi matokeo yake itafikia hatua hata njia unaweza ukathubutu kuiziba ili asiweze kupita, madamu wewe umejenga ile asira ya moja kwa moja kwamba huyu huwezi kumsamehe. Kwa hiyo Allah akasema walkadhimina alghaidha, sifa
ya mu'min huwa ni mwenye kuficha hasira zake. Lakini sifa nyingine Allah kaitaja wal afina anin nas, wacha Mungu sifa yao huwa ni wenye kusamehe watu. Mtu akikuomba msamaha kosea, basi ukafungua moyo wako ukauachia, ukawa huru, na yeye pia akawa huru kwa kumsamehe. wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, na Allah huwapenda waja wema, watu wema. Hii ndi kanuni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini haya tunayazungumza kwa kuzingatia kwamba sisi tumo ndani ya mfungo mtukufu wa Ramadhani. Tunapofunga saumu anavyotaka Allah tabarak wa taala, si tunavyotaka sisi, basi tutarajie kwamba nataiji yake au tija yake ambayo tutaipata ni baada, matokeo yote tutakayoyapata ni baada ya kuwa tumetoka ndani ya saumu, tumekuwa na mabadiliko. Mabadiliko yenyewe ni ya ucha Mungu. Tunaacha yale ambayo tulikuwa tukiyatenda kabla ya saumu. Sasa tutaonekana kwamba sisi tayari tuna athari zozote za nini? Za chembe za imani, chembe za ucha Mungu. Matokeo yake Allah tabarak wa taala atatulipa pepo. Lakini kinyume cha hapo, ukiona mtu amefunga mwezi wa Ramadhani tabia zake zinaendelea kuwa vile vile tu, basi huyu alikuwa kimbipo Allah tabarak wa taala, na haya si malengo yetu. Ndugu zangu katika imani, baada ya utangulizi huu ambao nimeutanguliza mbele yenu, ama maudhu'ina almuhadharatuna alyawm, ama maudhu' ya mhadhara wetu au niseme nukta yetu ambayo tutatambaa nayo katika mhadhara wetu wa leo, tutazungumzia fi dhikri ba'd alfawaid wal mawa'idh almuyaqadhatu lilqulub alghafila. Tutazungumzia kunako kukumbushana baadhi ya faida na mauidha au mawaidha ambayo almuyaqadhatu, yenye kuzindua au kuamsha lilqulubi alghafila, nyoyo zilizoghafilika. Sio, nimeleweka ndugu zangu? Nimeleweka? Maudhu yetu ni fi dhikri baadhi alfawaid, ni katika kutaja baadhi ya fawaid, maana kwa maana faida, wal mawaidhi, na mauidha almuyaqadhatu, yenye kuamsha au yenye kuzindua lilqulubi alghafila, nyoyo zilizoghafilika. Kawaida mwanadamu huwa ni mwenye kughafilika, na hii ni sifa ambayo ya ukamilifu wa mwanadamu, lazima awe ni mwenye kughafilika. Nadhani aliweka vizuri sana. Ukiona mwanadamu yote anasema mimi bwana usighafiliki, basi huyu basi amejiondoa katika sifa ya mwanadamu. Sasa unapoghafilika, kinachokuzindua ni nini? Ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na mafundisho ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unarudi katika njia. Kwa hiyo hii ndio nukta yetu ambayo itatuongoza katika muadhara wetu. Ikhwani fillah, ndugu zangu katika iman, sitatu khisalin, mambo sita anapokuwa nayo mja wa Allah tabarak wa taala, yarfa'u Allahu biha au mambo haya yanamuinua kwayo mambo hayo mja wa Allah subhanahu wa taala. Anasema sitatu khisalin, kwamba mambo sita ya aina sita, yarfa'u Allahu biha al-abdu, Allah tabarak wa taala umnyanyua cheo, umpandisha daraja Allah tabarak wa taala mja, mambo hayo sita anapokuwa nayo. Ama jambo la kwanza akalitaja al-ilmu nafi'u. Jambo la kwanza ni nini? Ni ilmu nafi'u, ukawa na ilmu yenye manufaa. Tunaposema ilmu nafi'u tunakusudia ni ilmu sharia. Kwanza ilmu ya sharia ambayo inaambatana na mafundisho ya Allah tabarak wa taala na mafundisho ya Mtume sallama, wa aqwalul ulama, na kauli za nini? Za watu wema, wanachuoni. Lakini pia inawezekana ikawa ilmu nafi'a
ikawa haiendi kwa upande huo. Mfano, leo mtu kajifundisha kazi, wewe unajua kushona tu cherehani yako vizuri tu, unatafuta riziki katika halali kwa kutumia nini? Ile ilmu uliyoipata, bila kwenda kinyume, bila kudhulumu, bila kuiba, yani bila kutumia njia za udanganyifu. Sasa ilmu ina manufaa. Au umemfundisha mtu ufundi wa aina yoyote ile, ni katika ilmu nafi'. Lakini leo kuna watu wanajifunza ilmu ya kupiga ramli, ilmu ya kuroga watu, ilmu ya kuwa waganga. Na hii inaonekana wakati mwingine ni tabia ambayo haipendezi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu inautukanisha Uislamu. Kwa hiyo ukiwa na ilmu nafi, Allah tabarak wa ta'ala, ilmu yenye manufaa, Allah tabarak wa ta'ala atakunyanyua daraja, utakuwa juu. Ama jambo la pili, wal adabu almustafadu min alkitabi was sunna, ni adabu ambazo ni zenye kufidisha, zenye faida, ambazo zinaendana, zinatokana na Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana bwana Qur'ani, ndio maana hata Mtume sallallahu alaihi wasallam, Bi Aisha anaulizwa kunako tabia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Mtume alikuwa na tabia aina gani, akisema kana khulquhu alquran, kwamba ilikuwa tabia yake ni nini? Ni Qur'an. Sasa adabu yako ijengeke katika misingi ya Qur'ani na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, si vinginevyo. Hili ni jambo la pili ambalo tunapaswa tulizingatie. Kwa bahati nzuri naona mna kalamu, mnanukuu baadhi ya point. Ama jambo la tatu ambalo anapokuwa nalo mja, Allah tabarak wa taala umnyanyua daraja, wal amana, kuwa mwaminifu. Na hii ni sifa ambayo imekosekana kwa Waislamu baadhi, si kwamba ni wote, lakini asilimia kubwa amana imekuwa ni mtihani. Leo mtu hataki akikuwekesha amana yake, utapata shida. Hata kumfahamisha, kumuomba uwezi, unachukua nitarudisha. Al-amana, uaminifu. Na unapokuwa mwaminifu, wallahi matokeo yake utapata faida kubwa. Suala la amana tukiangalia katika surat Al-Ahzab, Allah tabarak wa taala anasema kumwambia mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, anasema inna aradhna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal faabayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dhaluman jahula. Allah tabarak wa taala anasema inna aradhna al-amanata ala as-samawati wal-ardi, hakika sisi tulidhihirisha amri zetu, amana yetu, ambazo ni amri za Allah subhanahu wa ta'ala, ala samawati wal ardi, tukadhihirisha juu ya mbingu na ardhi, wal jibali, na milima, fa abaina an yahmilnaha, lakini viumbe hivi vikakataa kubeba amri hizi, wa hamalaha al-insanu, kwa maajabu mwanadamu ambaye ni mimi na wewe tukakubali kwamba tutabeba mizigo hii. Sasa Allah tabarak wa taala kwa kule kushinda kwetu amesema innahu kana dhaluman jahula, hakika huyu mwanadamu amekuwa ni mwenye kujidhulumu na pia ni mjinga kwa hili kubeba mzigo ambao hutaweza kufanya nini? Kuubeba. Hapa ni mahala pa kuzingatia al-amana, uaminifu. Amri hizo ni amana ambayo umepewa na Allah tabarak wa taala, unapaswa unataka ustake, inabidi uibebe na kuifanyia kazi amana ya Allah subhanahu wa taala. Sasa tunakuja katika amana za watu, mtu kakuwekesha kitu amana yake, leo hii anakuta akipo tena, wewe unatumia ujanja mwingine, unafikia tu hata unamfanya nini, unamgeuka kana kwamba hajakuwekesha chochote, lakini tambua kwamba utakutana na Allah tabarak wa taala hali ya kuwa amekuchukia kwa hili.
na utaingia peponi mpaka ufanye nini? Umlipe amana yake. Mtume sallallahu siku moja anawauliza masahaba ridwanullahi alaihim ajma'in, anasema atadhiruna man muflis, hivi mnamjua yule aliyefilisika? Mtu ambaye ni muflis mnamjua? Sasa hili ni swala ambalo ni jepesi hata kwangu na wewe. Ukiuliza mtu aliyefilisika, mtu atakwambia kwa sababu hana pesa, ameshiwa, fanya hivi basi. Sasa akawauliza atadhiruna man almuflis, hivi mnamjua yule aliyefilisika? Sasa wakamjibu masahaba wakisema almuflisu fina, muflis, mtu aliyefilisika kikuwa tunavyojua, man la dirham laha wala mataa, yule mtu ambaye ana dirham, dirham ni pesa hizi, wala mataa, wala ana mali. Lakini kumbe Mtume sallallahu alaihi wasallam akulenga huko, alikuwa tofauti kabisa na fikira zao. Akasema Mtume sallallahu kwamba muflis yule ambaye atafika mbele za Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa waqad dhalama hadha. Na hapa ndipo nakusudia amana, mtu anakuwekesha unamdhulumu. Jiulize katika maisha yako, uhai wako, ni wangapi umewadhulumu? Ni wangapi umekataa? Hata wakati mwingine mtu ana ushahidi, unajua kabisa kitu unakijua, unakataa kumtolea ushuhuda kwa sababu ni rafiki fulani. Mbele za Allah utaulizwa. Sasa haya ni mambo ya kujiuliza kila mmoja, kuanzia utoto wako, umefikia miaka 40, 50, maana walio wengi akiona kwamba leo tu basi baada ya miaka 40 anajiona kwamba ni mtoto, lakini sivyo ilivyo. Mtume sallallahu anasema man jawaza al-40, yeyote atakayefikia miaka 40, falam yaghlib hasanatuhu sayiatu, kisha mema yake yasiyashinde mabaya yake, falyatabawa maqadahu minan nar, huyu ajiandalie makao yake motoni. Una miaka 40 unajiona ni mtoto, hapa hakuna cha utoto tena. Umeshaota mvi, bado unajihesabu kwamba wewe ni nini? Ni mtoto. Hakuna cha utoto tena. Kama una mvi, umeanza kupinda mgongo, wao ulizoea kuwa unatembea umenyoka huko vizuri tu, unadunda katika ardhi unavyotaka, lakini leo umeanza kufanya nini? Kama sio kuinama tu, maradhi yameanza kufanya nini? Kukunyemelea, maradhi ya aina mbalimbali. Leo utakuta huwezi kunywa sukari, utakuta mafuta utumii, chumvi uwezi, unakula chakula kina nini, bado unajisahau tu kana kwamba wewe ni mtu wa kuishi milele. Na wengine vijana wamedanganyika tu kwa ule umri wao mdogo kwamba wanaokufa labda ni watu wazima, wazee. Hata vijana wanakufa tu, kila siku tunazika, tena wanawaacha wazee. Lakini kuna athari ambazo zishatokea kwako, ujitambue kwamba wakati wote unaweza ukaondoka duniani. Kuna kisa kimoja cha Nabii Yakubu alayhi salatu wasalam. Nabii Yakubu alayhi salam alikuwa akitembelewa na malakul maut. Tunaposema Nabii Yakubu anafahamika, wakati akitembelewa na malakul maut, nyakati kama unafahamu mitume walikuwa wanatembelewa na malaika, wanakuja katika sura za nini, za wanadamu, na hawezi kujulikana. Mmekaa hivi unaona yuko hapo, kumbe tayari ni malaika huyu, sio mtu, sio mtu wa kawaida tu. Basi siku moja Nabii Yakubu wakati ametembelewa na malakul maut akamwambia, uridu an tuallimani, kwanza nataka unifundishe. Huyu akamwambia, nikufundishe nini? Nataka unifundishe pindi inaposogelea au inapokuja ajali ya mwanadamu kuondoka duniani, huwa unafanya nini? Malakul maut akamwambia Nabii Yakubu, akamwambia, kwanza kabla sijachukua roho ya mwanadamu nataka nikufundishe, na swala hili nakufundisheni kila mmoja alitambue kwamba lipo, au kama ulighafilika na kukumbusha. Akasema, nataka nikufundishe ifuatavyo, kabla sijachukua roho ya mwanadamu, kwanza ursilu ilayhi rasulaini au thalatha, kwanza umtumia wajumbe wawili au watatu. Baada ya kumweleza maneno haya akuyafafanua zaidi,
Akaishi hapo, kisha akatoweka, akaondoka. Akakaa muda mrefu. Baada ya kupita muda mrefu, kisha malakul maut akarudi kwa Nabii Yakubu. Alivorudi kwa Nabii Yakubu, Nabii Yakubu akamuuliza swali, akamwambia azairun ji'tan am liqabdhi ruhi, je, umekuja kunitembelea au kuchukua roho yangu? Huyu akamwambia ji'tu liaqbidha ruhaka, nimekuja ili nichukue roho yako. Akaendelea kumuuliza awalasta akhbartani annaka tursilu rusulaini au thalatha, wewe uliniambia kwamba utanitumia wajumbe wawili, rasulain, wajumbe wawili au watatu? Nabii Yakubu anaogopa mauti bwana. Mtu akishakwambia, hakuna mtu anaweza kuambia, mtu asikudanganye kwamba hakuna mtu anapenda kufa. Ni mtume wa Allah, mtu aliye khiari katika mitume wa Allah alikuwa ni Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndiye alikhiari, akaamua kwamba yeye aondoke duniani, muda wake umefika. Lakini wengine walikuwa wanatoa nyudhuru mbalimbali. Sasa akamwambia, wewe uliniambia kwamba kwanza utanitumia wajumbe wawili watatu. Huyu akamwambia kad fa'altu, nimeshamaliza kazi tayari, nimeshakutumia wajumbe hawa. Sasa kila mmoja awe makini kuwasikiliza wajumbe hawa. Kama unao tu au na mmoja wapo katika hao, tayari wewe muda wote unaweza kuondoka, Allah akakuhitaji. Ni wapi wajumbe wenyewe? Akasema mjumbe wa kwanza ni bayadhu sha'arika ba'da sawadi, ni weupe wa nywele zako baada ya kuwa zilikuwa ni nyeusi. Ukiona tayari mvi imeanza kuota kichwani, kama wanaume unaona simi ndevu nazo nyingi mvi, ukaona tayari umeshasogelewa na mjumbe huyu, weupe wa nywele zako. Naona kina mama amevaa niqabu, ushungi na nini, lakini nyinyi mnajuana, kila mtu anajitambua tu kwamba bwana, kichwa changu kuna vitu nimefanya nini, nimefunika. Sasa ukaona tu mvi imejitokeza tap, basi tayari umeshatembelewa na mjumbe wa kwanza. Bayadhu sha'arika ba'da sawadi, weupe wa nywele zako baada ya kuwa zilikuwa ni nyeusi. Lakini mjumbe wa pili akamwambia ni dhu'fu badanika ba'da quwwati, ni kudhoofika kiwiliwili chako baada ya kuwa ulikuwa na nguvu, unatesa kwa zamu unavyotaka. Kuna watu leo bwana wanajifanya nini, wanajisifia kwa nguvu zao walizokuwa nazo. Mtu anatumia hata nguvu kumdhulumu mtu au kumpiga mtu, si madamu ana nguvu. Sasa anatumia nguvu hizo ili kumkandamiza mwenzake. Akasema wa inhina ujismika, mjumbe wa tatu akamwambia wa inhina ujismika baada istiqamati, na kuinama kiwiliwili chako baada ya kuwa ulikuwa unatembea umenyoka uko vizuri, sasa kinainama. Sasa unaweza kutembelea mkongojo, au wakati mwingine mgongo umepinda, hauko sawa tu. Akamwambia hadhihi rusuli ya Yakubu, hawa ndio wajumbe wangu ya Yakubu, ila ibn Adam, kwa ajili ya kumwendea bwana Adam kabla mauti, kabla yafanya nini, ya kuondoka kwake. Sasa hapa unatakiwa ulifahamu hili. Chunga amana za watu. Ukiwekeshwa amana, kuwa mwaminifu. Yani mtu mathalan nikakupa hata kakuwekesha, bwana nitunzie laki yangu moja hii, kaweka ni noti za shilingi 10,000 au 5,500 au 2,200 au 1,100. Sasa baadaye anakuja wewe tayari anakuta ulishabadilisha zile, alikuwa chia za 10,000 anakuta za 50. Ni kosa. Kwanza taka ruhusa kutoka kwake, hata kama zimekamilika, lakini wewe tayari inaonyesha kwamba wewe sio mwaminifu. Kwa hiyo ndugu zangu, miongoni mwa sifa ambazo Allah tabarak wa taala anazitaka kwa mwanadamu ambaye ni mimi na wewe, hususan muislam mu'min, basi ni nini? Ni kutunza amana. Katika mambo 6 miongoni, ukiwa wewe ni mwaminifu, tuzungumze ndugu zangu katika imani, ukiwa ni mwaminifu, ni mwenye kutunza amana, Allah tabarak wa taala atakunyanyua daraja. Hata watu wakitaka kukudhalilisha, lakini Allah atakuinua ardhi yako.
Hata watu wakikufanyia vitimbwi, Allah atakulinda na vitimbwi hivyo kwa sababu ya uaminifu wako. Lakini jambo jingine akasema wal-iffa, na kujizuia. Kujizuia kinachokusudiwa hapa ndugu zangu katika imani ni pale ambapo utashawishika ima kumwasi Allah tabarak wa taala. Kwa mfano tukichukua katika hadithi ya Mtume sallama kipande tu kidogo cha hadithi aliyozungumza Mtume sallama akasema sab'atu yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillu. Natafuta mahalu shahid ambapo ninakusudia hapa, ambapo ni kujizuia. Mtume sallama akisema wa rajulun, hapa alikusudiwa ni mwanamume. Da'atuhu imra'atun, aliyeitwa na mwanamke. Mwanamke akakushawishi, akakufanyia tashwishi. Dhatu mansubin wa jamal, mwenye kila sifa na uzuri. Sio mwanamke ambaye unaona kwamba naona ukaangalia tu basi au kufurahishwa ukajifanya kama ni mcha Mungu. Yule ambaye utakutana naye kakufanyia vitimbu na kadhalika, lakini ukasema inni akhafu Allah, mimi namuogopa Allah tabarak wa taala, ukajizuia usifanye maasi. Leo ukaona kitu cha mtu, haki ya mtu, unaitamani kuichukua, lakini ukajizuia usichukue maana yake, uchukue haki ya mtu, na mengine mengi ambayo yanafanana kama haya. Al-iffa ni sifa ambayo anapokuwa nayo mja Allah tabarak wa taala, Allah tabarak wa taala umnyanyua nini? Daraja. Lakini sifa nyingine ambayo anapokuwa nayo mja Allah umnyanyua daraja, wasidqu, ni kuwa mkweli. Na hii ni sifa nyingine ambayo wallahi leo utakuta leo hususan unaona watu wana simu. Mtu yuko Nyegezi anapigiwa simu, anambeba na yeye niko Nata, nisubiri kidogo dakika 5. Muongo tu. Mtume sallallahu amesema katika hadithi, anasema nitamdhamini nyumba fi wasti aljanna, katikati ya pepo, liman taraka alkadhiba, kwa yote mwenye kuacha uongo, wala ukana mazihan, hata kama alizungumza uongo kwa kufanya nini? Kimzaha. Sasa huu ni uongo unautumia kudanganya mtu, kwani usimwambie ukweli? Jambo lolote lile tofauti na hii si mtu peke yake. Watu tumekuwa ni waongo, ili mradi tu aseme uongo aweze kufanya nini? Kujinufaisha katika mambo yake. Mimi niko hivi, mimi hivi. Hata biashara, wallahi nimenunua hivi, ili aweze kupata faida kubwa. Kwa nini? Wakati Allah tabarak wa taala amehalalisha biashara. Innamal bay'u an taradhi, biashara ni maridhiano. Wewe mwambie mtu bwana mimi nauza hivi, sio mwambie na nimenunua hivi, aje kuuliza ulivyonunua. Na hapa ndipo tunapokwama ndugu zangu katika imani. Wewe biashara unayotaka bei yako, mwambie mtu, akishindwa anaondoka, lakini usianze kujiapiza kufanya nini. Al-yaminul ghamus, viapo vya maangamizi. Unaapa utaangamia, matokeo yake utakuja kufa, kuondoka duniani, wewe ni muongo tu. Huu ni mtihani ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo hii sifa ya ukweli, wallahi unapokuwa nayo mja Allah tabarak wa taala anakunyanyua daraja. Jambo la 6 ambalo analokuwa nalo mja Allah umnyanyua daraja, wal wafau, ni kutimiza ahadi. Uliahidi jambo lolote, leo ni wangapi mmeahidi mengi? Hususan katika unakuta leo kuna watu wanafanya kazi ya dini ya Allah tabarak wa taala kabisa. Mtu anajiwekea ahadi, mimi kila mwezi nitakuwa nalipa shilingi 10,000 tu kuchangia mshahara wa mwalimu, lakini akitoa siku moja tu, wakimwendea wakati mwingine, wewe kama ni mwalimu, kwanza atakutoa mbinde tu, maneno yake kuambia mpaka hata utamani. Kwa hiyo unapokuwa na sifa hii ya kutimiza, kutekeleza ahadi ulioahidi ukawa unaitimiza kweli kweli, wallahi Allah tabarak wa taala atakurufaisha, atakufanya nini? Atakunyanyua daraja. Hawa ni watu wa aina 6.
Sasa ndugu zangu katika imani, kila mmoja ajiulize aina nahnu min haulai, tuko wapi sisi katika haya ambayo yamezungumzwa? Yawezekana ukatoka una lolote, una ilmu nafi, kama tuwezungumza kwa sifa ya kwanza ni ilmu nafi, ilmu yenye manufaa, wewe una ilmu ya kuroga watu. Ndio kuna watu bwana, tena hususan nazungumza wakina mama, nyinyi ndo na mtihani. Wanawake wengi ni wachawi. Sasa wengine bahati mbaya ameingia katika ukewenza, unamroga mwenzako. Ni ilmu hiyo umejifunza. Kuna wengine bwana kwamba watu walizaliwa ni wachawi, hapana. Yaani mtu baada ya kuona yamemkaa shingoni, sasa anaamua sasa ngoja sasa mimi niende hivi na hivi. Tena hapo ndo anapoanzia uchawi. Mwanamke ushirikina, anapoanza kwenye ushirikina ndo katika aina za uchawi hizo. Itokee tu mwanae kaugua, yaani hapa bwana hata mganga yote anamwendea, maana imani yote inaisha, inabomoka tu. Mpaka wanawake wamefikia hatua wanaachika kwa ume zao. Alikuwa anavaa niqabu na nini, sasa baada ya kuachika anavua. Ushirikina. Mwingine anavaa niqabu ili kumridhisha mume wake asioe. Maana kishamwambia bwana mimi bwana kama utovaa niqabu mimi nitaoa mwanamke mwingine. Sasa anaamua kuvaa. Sasa wewe tayari umeshamfanya mwanamume, mwanamume kwanza umeshakujifanya tawuti ndani ya jumba. Na tawuti ni nani? Ni kullu ma ubida min dunillah, kila kinachoabudiwa na Allah, kinachoabudiwa kinyume na Allah tabarak wa taala. Na wewe mwenyewe ukaridhia kwamba watu wafanye ibada kwa kuogopa wewe. Kama ni mwanamume unapoingia ndani ya nyumba yako, sasa watu ndio wanakimbia kutawadha, kuswali na nini, kama upo waswali. Sasa wewe mwanamke umemfanya mume wako ni tawuti, wallahi utaingia motoni kwa hilo. Lakini ninachokusudia hapa alilmu nafi'u, ilmu manfa. Kuna ilmu za uchawi tumezungumza mengi, wengine walikuwa wajaja, lakini mmoja wapo katika hilo. Lakini wengine tukazungumza jambo la tatu, tukasema wal adabu almustafadu min alkitabi was sunna, na adabu ambazo zinafidisha, faida yake inapatikana kutokana nini? Kwa mujibu wa Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukakuta jambo la 4 wal amana, uaminifu. Jambo la 5 la 4 ni uaminifu, wal iffa, na kujizuia tumechalifafanua. Lakini wasidiku, na ukweli, wal wafaa, na kutimiza ahadi, kile ambacho umekiahidi. Hiyo mambo haya ukiwa nayo, Allah tabarak wa taala atakunyanyua daraja. Ndugu zangu katika imani, ndani ya mfungo wa Ramadhani nadhani mmepata mashehe wengi, mawaidha mengi. Yaani ukiona mtu anatoka ndani ya mwezi wa Ramadhani bila angalau kubadilika kidogo, basi ujue huyu sasa ni mtihani. Huyu ni mtihani. Kwa ndugu zangu tubadilike. Lakini akasema mwanachuoni, min alamati almarifatu billahi, katika miongoni mwa alama za kuonyesha kwamba mtu kweli ana maarifa ya kumjua Allah tabarak wa taala, alqiyamu bihuquqi llahi, ni kusimamisha haki za Allah subhanahu wa taala. Miongoni mwa alama za nini za kuonyesha kwamba huyu mtu kweli kamjua Allah, anamtambua Allah tabarak wa taala, kwanza alqiyamu ni kusimamisha bihuquqi llahi, haki za Allah subhanahu wa taala. Ukajua kwamba Allah anatakiwa abudiwe, na huo ndo msingi mkuu ambao Allah anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na sikumba majini na watu bali nimeumba kwa nini? Kwa lengo la kuniabudu. Tena Allah akisema ma uridu minhum min rizqin, sihitaji kutoka kwao kwamba wanipatie riziki, wama uridu ayut'imun, wala sihitaji kwamba wanilishe. Inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, hakika Allah tabarak wa taala yeye ndio mwenye kuruzuku, tena ndio mwenye nguvu zilizokuwa madhubuti. Allah tabarak wa taala
Kwa hiyo Allah anachokitaji wewe ni kumsimamishia haki zake Allah subhanahu wa ta'ala, ukachunga maamrisho ya Allah tabarak wa ta'ala. Allah akukute pale anapopataka, asikukute pale asipopataka. Hapa tayari wewe umekuwa ni mcha Mungu kweli. Lakini jambo lingine akasema watakhallus min huquqil ibad, na kujitakasa, ukajiweka mbali na haki za waja wa Allah tabarak wa ta'ala. So kilichokuwa cha mtu unakikodolea jicho kila kitu. Basi mwingine atamani hata mwenzake afanikiwe. Leo watu wengi ndugu zangu katika imani wamekuwa na mitihani kwa sababu ya hasad na ain. Mtu anakwama tu, wewe unahangaika, kumbe tu mwenzako akupiga kinini kijicho. Na Mtume anasema al-ainu haqqun, kijicho upo kweli kabisa, faqad tumrad wa qad tuqtal, kinauguza na kinafisha. Tu anakupiga unaona unanyongonyea tu. Watu wanapiga ainun mpaka hata hizo nywele nyewe kina mama unaendaga mnasuka ovyo ovyo tu. Wewe kila mmoja tu anashika kichwa chako tu, utaanza kuchana unaona zinapukutika tu. Mtu kakupiga ainu au hasad. Si mnanielewa kidogo? Naeleweka? Haya yako kweli. Wewe kama huamini haya basi wewe imani yako ni fake. Leo unaona watu wanapigwa, mtu anakuangalia, fulani bwana ni mzuri, anaanza kukuambia hivi. Ndio maana Uislamu unasema mashaallah fulani ni mzuri, lakini mzuri tu. Kumbe tayari mtu hata uzuri wako hautamani, anataka uwe kama yeye au uwe zaidi. Awe kama mimi au awe chini kabisa au sote tu. Kwa hiyo atakhallus min huquqi al-ibad, kujitakasa na haki za waja. Jambo jingine akasema wa min alamati mahabbati al-abdi lillahi, na katika alama za kuonyesha kwamba mja huyu anampenda Allah tabarak wa taala ni ittibai Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuna mtu hamfati mtume. Leo kuna watu wanajifanya wale watu wa sunna bwana. Sasa sunna ni tariqa, ni njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kama hujapita katika njia hii, ukapita njia za nini, za salafu salih, watu wema waliotangulia, basi matokeo yake ni kwamba hata kama utafanya ibada hiyo kwa sababu haikubaliki. Maana umfuati mtume, katika masharti ya kubalika ibada ni sharti umfuate, iwe ni mutabaa, ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ukifanya ibada na mtume anasema khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu mimi ibada zenu. Hapa kuna manasikul haji, hija tutajifunza kutoka kwa mtume sallama. Kuna vichinjwa tutajifunza kwa mtume sallama. Ihrami tutajifunza kwa mtume sallama. Kila kitu ambacho kinaendana na ibada za hija. Hata swala mtume sallama anawafundisha masahaba, mwisho akamwambia sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoona mimi nikiswali. Kwa hiyo tunajifunza swala kutoka kwa mtume, tunajifunza kuzika kama kutoka kwa mtume, na kuosha na kufika sanda na kuswalia kama kutoka kwa nani? Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa sio wewe unafanya yako unayotaka. Kwa hiyo kama hujamfuata mtume, mambo yako yamefanya nini? Umekwama. Nimezungumza maudhui yetu kwamba inazungumzia nini? Fi dhikri baadhi alfawaid, ni katika kutaja kukumbushana baadhi ya nini, ya fawaid wal mawaidhi almuyaqadhat lilqulubi alghafil, na mawaidha ambayo ni yenye kuzindua, kuamsha nyoyo ambazo zimeghafilika. Sote tunaghafilika, hakuna mwanadamu aliyokuwa kamili. Kwa hiyo kinachokuja hapa tunazinduana turudi katika nini? Katika njia. Na ndugu zangu katika imani, suila ahadul ulamai, aliulizwa mmoja katika wanachuoni wakubwa, ma balul insanu, ni kwa nini huyu mwanadamu yahtamilu min muallimihi, haswa anamzingatia zaidi
na kufuata zaidi, kusikiliza zaidi yale ambayo anayapata kwa mwalimu wake, ma lam yahtamilu min abawaihi, kile ambacho achukulii uzito kwa wazazi wake. Na hii unaona kanuni iliyokuwa nyingi, mtoto mara kwa mara hata kama anasoma anamheshimu sana mwalimu zaidi kuliko mzazi, au anamogopa mwalimu kuliko nani? Kuliko mzazi, au anasikiza yale anayopewa na mwalimu kuliko nani? Kuliko mzazi. Ni kwa nini? Faqala, akasema li anna abawaihi, kwa sababu wazazi wake, sababu hayatihi alfania, ni kwa sababu ya uhai wake, maisha yake yenye kuisha. Yale baba yako atakayokulea nayo akifanya nini akakusaidia, au mama yako vile, ni kwa sababu ya dunia tu. Ukifa yameisha. Tumeona vizuri sana ndugu zangu katika imani. Lakini akasema wa muallimahu, na mwalimu wake, sababu hayatihi albaqiya, ndio sababu ya maisha yake yajayo yenye kubaki. Leo mwalimu kama utamfundisha mtoto kuisoma Qur'an, hii ndio itakuwa ndio nini? Ndio nguzo yake mpaka kuondoka duniani. Na inawezekana huyu mtoto kama umemfundisha Qur'ani, katika watu ambao watakuombea mbele za Allah, huyu mtoto aliyesoma Qur'ani akahifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ni miongoni watakaopewa kipaumbele kuombea wazazi wao. Katoa mambo yote haya Qur'ani kutoka kwa nani? Kwa mwalimu. Ndio maana utakuta mwalimu anachukuliwa zaidi. Ukiona mtu yote bwana mdharau mwalimu wake, mtoto umemlea, umempeleka chuo, lakini anamdharau mwalimu wake, basi ujue kwamba mtoto ana mtihani mkubwa. Leo sisi tunao watu wametufundisha, hata kama wamekufundisha ibtidai tu peke yake, au jaimaliza kakufundisha Qur'ani tu peke yake, basi amekupa msingi mkubwa. Mwalimu ana nafasi kubwa. Kwa hiyo akaenda kusema wanachuoni, anasema ihtiyajul akhyari, kuhitajia watu wema, lil ashrari, watu wema wakahitajia watu waovu, ni fitnatul litaifataini. Hii ni fitna. Kwa nini? Kwa makundi mawili. Kwa hiyo wote hao wanakuwa ni nini? Huyu aliyehitajiwa na huyu anahitaji, wote inakuwa ni mtihani. Kisha akasema wahtiyajul ashrari, na kuhitajia watu waovu, lil akhyari, kuwahitajia watu wema, ni salahun litaifataini. Huku ndiko kutengenekewa nini? Makundi mawili. Huyu muovu anamhitajia mwema, ataweza kutoka katika uovu wake, na huyu pia ataweza kufanya nini? Kutengenekewa katika mambo yake. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, haya ni mambo muhimu ambayo kila mmoja anafanya nini? Anatakiwa yafahamu. Lakini jambo lingine akasema wa bisihatil iman, na ndio usahihi wa iman, wa kamalu taqwa, na ukamilifu wa nini? Wa ucha Mungu. Mtu akiwa na sifa hizi, basi amepata ukamilifu wa nini? Wa ucha Mungu. Na ikiwa hivyo, ukiwa na ukamilifu wa nini? Wa taqwa, yaftahu Allahu ta'ala ala al-abdi, Allah tabaraka wa ta'ala ufungua juu ya mja khaira dunia wal akhirah, khairi za dunia na nini? Na akhirah. Kwa hiyo mtu anapokuwa mcha Mungu, Allah tabarak wa taala anamfungulia khairi za duniani na akhirah. Yaqulu Allah tabarak wa taala, walau anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard. Allah tabarak wa taala sema walau anna ahla alqura, na laiti watu wa mji, amanu, wangeliamini, wattaqaw, na wakamcha Allah tabarak wa taala, lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ardi. Allah tabarak wa taala angewafungulia baraka za mbingu na ardhi. Imani ndio inaleta shida. Na hata mtu kama atakuwa na imani, sasa kumcha Allah ndio kunakosa ucha Mungu. Anaamini kitu ambacho anashindwa hata wakati mwingine ukiogopa, anakuwa na mashaka tu. Ukishakuwa na mashaka, tutakuwa yako itakuwa ni wasiwasi. Ndio maana utakuta sisi mambo yetu mengi tunakwama, kwa sababu ucha Mungu wetu ni mdogo sana, na imani zetu tuna imani za kujigamba tu kwenye watu. Mimi bwana nina imani hivi na hivi na hivi, kumbe wapi? Maskini ya Mungu.
hauna lolote. Kwa nini tunaomba dua zetu zinagonga kila siku? Mtume sallallahu anasema law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkuli, laiti nyinyi mngelimtegemea Allah tabarak wa taala ukweli wa kumtegemea, la razaqakum, angelkuruzukuni kama yurzaqu at-tayr, kama anavyoruzuku ndege. Ndege anaruzuku vipi? Taghdu khimaswa, wanatoka katika viota vyao asfajiri, asubuhi mapema tu, hali ya kuwa matumbo yako wazi. Wataruhu bitwana, yanaporudi nyumbani wanarudi hali ya kuwa matumbo yamejaa. Sijawahi kusikia kwamba ndege wanalima sehemu fulani, lakini wanalima, wanavuna, wanapata riziki katika kile ambacho umefanya nini wewe, umekifanya nini, umekilima. Kile ambacho umekiandaa, ndege wananufaika kutokana na kile. Leo mtu amepanda mwembe kwake, wanakula ndege au wanyama, au mtu kaja kachuma lile tunda anaamua kuukata, wallahi wewe utaingia motoni. Unapopanda mmea wote ule, ndege wakanufaika au wanyama, basi wewe una sehemu unayoipata katika nini, katika malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu, hii nafasi tunatakiwa tuifanyie kazi. Kwanza ya ucha Mungu, tuandae imani zetu. Nina imani kabisa Allah ameshawatangazia ya ayyuhalladhina amanu. Imekuja ni umum, haijalishi awe ni mwanamume au ni mwanamke, ni nyote kwa pamoja. Kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kwamba mmeandikiwa funga kama walivyoandikiwa wale waliokuwa kabla yenu, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa nina imani kabisa kwa dhana njema kwamba ndugu zangu katika imani, baada ya kuwa tumefanya nini, tumemaliza mfungo wa Ramadhani, tutakuwa na mabadiliko makubwa insha Allah. Na sote tuseme insha Allah. Naam, sio tuondoke tena katika imani zetu turudi kule ambako tufanya nini, tulikuwa kwenye takataka na makorokoro na kadhalika. Kwa ndugu zangu katika imani, kisha akasema mwanachuoni, anasema imaratul qalbi min arba'ati ashiya'i, kuimarika kwa moyo. Moyo kuonekana moyo huu umeimarika, uko imara, uko vizuri vizuri, ni katika mambo manne yafuatayo. Jambo la kwanza ni fil ilmi. Moyo kama una ilmu sawa sawa umekufa. Kwanza una ilmu, katika ilmu. Ukishakuwa na ilmu, hapa nayo kusudia ilmu ni ilmu sharia, ilmu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu ya kujua utamwabudu Allah tabarak wa ta'ala kivipi. Leo hivi tumekimbilia secular, una mtoto anajua kuongea Kiingereza tu. Wewe ni mama, una binti, ukifa ile mtoto ana uwezo hata kufanya nini, hata kukuosha maiti yako hawezi, hata kusona sanda yako, anakuogopa tukana kwamba utakuja kumla wakati umeshakufa. Lakini ilmu yapatwa nayo, hata wa kiume atajua kwamba ni hivi. Mfano hata nyinyi mlivyo hivi, anakufa mume wako, ni sunna kumuosha kama ilivyo kwake ni sunna kukuosha wewe. Lakini kama una ilmu utafahamu wapi? Leo kuna watu hata swala ya jeneza unamuuliza swala ya jeneza ina takbira ngapi, akibahatika kuitamka kwamba ni 4, sana sana atakachokuja nacho tutamwambia takbira ya pili unasemaje, ya kwanza unasema subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka, kwa sababu shajua ni swala tu, nilifungua swala ndio unajua natumia. Kumbe sivyo. Ya pili je, ya tatu mweupe kabisa ana chochote. Leo kina mama mswali jeneza, kumbe ni sunna kuswalia jeneza. Hakuna ibada ambayo imekubagua usimfanyie, usifanye nini, usifanye, swalie jamaa yako. Haya ni mafundisho ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, kisha akasema jambo la pili, wattaqwa, ni kumcha Mungu. Ukiwa na ucha Mungu, moyo wako umekuwa imara, umeimarika, uko sawa sawa. Ama jambo la tatu, wa ta'atullahi, na kumcha Allah tabarak, na kumtii Allah tabarak wa taala, kumtii Allah tabarak wa taala, kwa maana kufuata maamrisho yake. At-ta'a
ni kufuata maamrisho Allah subhanahu wa ta'ala, na jambo la 4 wa dhikrillahi, na kumdhukuru, kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, kumtaja Allah tabarak wa ta'ala mara kwa mara, basi moyo wako utakuwa umeimarika. Kuna watu leo wao kazi yao tu ni kutaja mipira, ni kutaja nini, kila kitu ndo kazi yao, ana mpango. Hata Qur'ani maskini ya Mungu hawezi asomi Qur'ani. Leo mwezi wa Ramadhani unaisha, hana hata juzu moja kaisoma. Na sipendi kuuliza, utakuta hata nyinyi tamuuliza hapa, mtu anakuambia bwana mimi toka Ramadhani nimeanza nimesoma juzu amma. Mwingine hata juzu amma hana. Sasa unamfuata nani? Qur'ani imehamwa. Huu ni mtihani. Hata dhikri una. Wewe ni sawa unaishi kama maiti tu. Lakini kisha akasema, wanachuona akisema wa kharabul qalbi, na kubomoka kwa moyo, min 4 ashiya'i, kwamba moyo umebomoka sharti mambo 4 yapatikane. Kwamba huu moyo umebomoka, una chochote, umeferi kabisa. Akasema mojawapo katika jambo la kwanza, minal jahli, kutokana na ujinga. Moyo ukishakuwa na ujinga, wewe ni mjinga una lolote, basi moyo wako umebomoka tu. Ukiwa ni mjinga, moyo wako umebomoka. Jambo la pili, wal maasiya, na kufanya maasi. Yaani maasi unaona kwako ni jambo la kawaida tu, ni la kawaida tu, hata umuogopi Allah subhanahu wa ta'ala, moyo wako umebomoka, una lolote. Wal ightirari, na kudanganyika, unaghururika kila siku, unadanganyika tu basi. Na jambo lingine, wal ghafla, na kughafilika mara kwa mara. Kwa moyo wako bwana umeferi, umebomoka, una chochote. Tumeelewana? Tumeelewana? Kisha akasema mwanachuoni, asema wal khushu'u fi salati, na unyenyekevu ndani ya sala, alamatu falahil musalli, ni alama yenye kuonyesha kwamba huyu mwenye kuswali amefaulu. Maana unasimama katika swala unajua kama niko amama Allah, umefunga swala yako, yani akili zako, kila kitu viungo vyako vimeelekea kwa Allah tabarak wa taala. Una khushu', mnyenyekevu. Sio una swali unakumbuka jioni nitakula nini, fulani namdai. Wewe kazi yako kwenye swala ukivuta Mwenyezi Mungu akinijalia akanilipa yule, unasema ili ulipwe deni unadaiwa kwenye swala. Miaka nenda miaka rudi, hujawahi kuswali, upo tu. Kwa hiyo khushu' fi salati ni katika alama, ni katika alama al-falahil musalli, ni katika alama ya kufaulu mwenye kuswali. Qala Allah tabarak wa taala, Allah tabarak wa taala amesema ndani ya Qur'ani, qad aflaha almu'minun, ama kwa hakika wamefaulu waumini, alladhina hum fi salatihim khashi'un, wale ambao ndani ya swala zao ni wanyenyekevu. Mpaka Allah kuja kuwasifia watu kwamba wamefaulu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ili tulifahamu kabisa kwamba ili ni nini, ni jambo la msingi. Tunaposimama katika swala, kwanza tujue kwamba tuko amama Allah, tuko mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ukisimama kwenye sala akili yako umeielekeza kwingine tofauti na anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, basi tambua kwamba umefanya nini, swala yako haina faida yoyote mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, na haitokusaidia kitu chochote. Kisha akaenda kusema min alamati mauti alqalbi, na miongoni mwa alama zenye kuonyesha kwamba moyo huu umekufa, moyo uliokufa,
ni adamul huzni, ni kule kukosekana kuhuzunika. Mtu anakuwa na huzuni ala ma fataka min at-ta'ati, kwa yale yaliyokupita katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano Ramadhani imekupita hujaifunga, yani hata kuhuzunika hujahuzunika, unaona alhamdulillah, hivi vyakula tu unafakamia tu, ndo kazi yako tu, au na huzuni uswali. Kuna ile watu wanafunga waswali, sikusudi tarawih na kusudia swala ambazo ni salatul mafruḍa, swala za nini, za wajibu. Kama utakutana swala moja anadokoa tu, alafu anajihesabu kwamba amefunga, swala ikimpita ana huzuni au huzuniki, sasa matokeo yake ni kwamba wewe umekwama. Kile ambacho kinakupita inakubidi huzunike kwa ajili ya kwa nini? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo jingine akasema watarku nadmi ala ma farata minka, na kuacha anadmi, kujuta katika yale yaliyokupita uliyoyakosa, minazallati, katika kutereza kwako. Qala sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man sarratuhu hasanatuhu wa sa'atuhu sayi'atuhu fahuwa mu'minun. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man sarratuhu hasanatuhu, yule mwenye kufurahishwa na mema yake aliyotenda, yakamfurahisha akatenda mema, kafunga mwezi wa Ramadhani, amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ikamfurahisha, nashukuru Allah amenijalia nikafunga mwezi wa Ramadhani, nikasimamisha kisimamo hivi na kila kitu ambacho kinatakiwa. Lakini pia akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema wasaatuhu sayi'atuhu, na yakamchukiza mabaya yake, akachukia mabaya yake aliyofanya. Nimefanya kosa ukalichukia, kwa nini umelifanya hili kosa? Mtume asema mtu ana namna hii fa huwa mu'minun, huyu ni mu'min wa kweli kweli. Ukatenda mazuri akakufurahisha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ukafanya makosa, haya makosa yakakuumiza, nafsi yako ikanyong'onyea kwa kufanya ile makosa, basi tambua wewe kwamba wewe ni mu'min wa kweli kweli, na Allah tabarak wa ta'ala ndio anaofanya nini, anaowataka. Ndugu zangu katika imani, nitapita haraka haraka. Kwanza mada yetu nadhani tutakuwa mhadhara wetu tumeanza, muda umefanya nini, umekwenda. Lakini haya si matakwa yetu, ni makadiri ya Allah subhanahu wa ta'ala alivyokadiria. Mvua zikanyesha, kwa hiyo tukaanza kwenye majira takriban ya saa 5 hivi. Kwa hiyo tuna dakika kama 24 ambazo zimebaki. Kwa haraka haraka nitapita min at-Taurat, akachagua kutoka katika kitabu Taurat, akasema marradhiya bima a'tahu Allah, yoyote atakayeridhia katika yale aliyompa Allah tabarak wa taala, istaraha fi dunya wal akhirah, huyo atapata raha katika dunia na akhira. Akachagua neno hili. Wa min al-Injil, na kutoka katika kitabu Injil. Injil tunafahamu kwamba ni kitabu cha nani? Cha Nabii Isa alayhi salam. Akasema man hadama shahawati, yoyote mwenye kuyavunja vunja matamanio yake, azza fi dunya wal akhirah, Allah atampa heshima katika nini? Katika dunia na akhira. Nafsi nataka ikupeleke hivi, wewe unatamani kila lilo haramu ndo kazi yako tu basi, lakini ukapambana na nafsi yako ukaishinda, Allah atakupa izza katika dunia na akhira. Wa min az-Zabur, na katika kitabu Zabur akasema man tafarrada anin nas, yoyote mwenye kujiweka kando na yale na vitu vya watu, mambo ya watu, naja fi dunya wal akhirah, atafaulu duniani na akhira. Nimeeleka vizuri sana hapo. Jambo jingine akasema wa min al-Furqani, na kutoka ndani ya Qur'ani akasema man hafidha lisana, na mwenye kuulinda kuuchunga ulimi, salima fi dunya wal akhirah, atasalimika duniani na akhira. Ulimi bwana, ndugu zangu katika imani, uogope bwana ulimi. Unapopita katika nini? Katika ncha mbili za meno,
Msumeno, meno ni msumeno chini na juu, lakini ulimi unapepesa tu, unapita tu. Wala huwezi kuona mtu anajitafuna labda kwa bahati mbaya tu. Sasa ulimi huu ni mzito, una mambo makubwa. Na ulimi kuna mawili, ima kupeleka peponi au motoni kama utauchunga. Wewe kila siku na watafuna wenzako tu, vikundi kujadili watu, na hapa ndipo tumekwama. Nazungumza haya sana sana wakina mama. Ukiona wanaume wengi wanakaa kwenye mjadala, ujue kwamba hawa wana akili mbovu, kukaa wanajadili watu asilimia kubwa. Lakini wakina mama ndio shughuli yao. Kwanza atamwangalia mwenzake kavaje, mwenzake yukoje. Yani huwa asilimia kubwa wampendani, ni wachache tu. Kwa hiyo ndugu zangu, haya tuyafahamu. Naam ndugu zangu katika imani, wa ana Abdullah ibn Mubarak qala, na kutoka Abdullah ibn Mubarak amesema, inna rajulan hakiman, hakika mtu mwenye hikma, jamaa al-ahadith, alikusanya hadithi, fakhtara minha 40,000, akachagua katika hadithi alizokusanya, akachagua hadithi 40,000. Thumma ikhtara minha, kisha akachagua katika hizo 40,000 4,000 hadithi 4,000. Katika hizo hadithi 4,000, thumma ikhtara minha, kisha akachagua katika hizo 400, akachagua hadithi 400. Katika hizo 400, thumma ikhtara minha, kisha akachagua katika hizo 40 hadithi 40. Thumma ikhtara minha 4 kalimati, kisha katika hizo hadithi 40 akachagua maneno 4. Moja wapo katika hilo akasema, la tathiqna bimraati ala kulli hali. Hapa anasema usishawishike kwa yale anayokueleza mwanamke. Asilimia kubwa huwa ni waongo. Sasa akakushawishi akafanya nini, basi kwa hali yoyote ile usidanganyike, kashawishika. Kisha akasema, wathani, ana jambo la pili, la taghtarru bilmali ala kulli halin, pia usidanganywe, usipumbazwe na nini, na mali kwa hali yoyote ile. Anachagua katika hizo hadithi, katika hiyo maneno. Wathalitha, na jambo la tatu akasema, la tuhammil ma'adataka ma la tutiqu, usijitwishe ahadi ambazo wewe utoweza kufanya nini, kujitua ule mzigo. Mimi nitafanya hivi, unataka watu wakuone. Kama uwezi, nyamaza. Mimi nitafanya hili, kesho watakuja kuchukua ahadi ile ambayo uliahidi, unakosa, unashindwa, unaanza kuleta udhuru ambao una nafasi, wallahi utakwama. Na Allah hatakuelewa. Si kwamba hatakuelewa kwa maana Allah atakuadhibu kwa sababu ulijitusha kile ambacho ukiwezi. Jambo la 4 akasema, wala tujma'u min al-ilmi ma la yanfa'uka, wala usikusanye katika ilmu kile ambacho hakikufai, hakina manufaa. Ukachukua ilmu ukataka unachanganya vitu nini. Leo kuna watu mtu anasema maulidi anafanya nini, kakusanya anavyo. Maulidi ina faida gani? Najua wapo wengine wanapenda Waislamu, maulidi ndio birthday, si ndio hivyo? Unakuta hata Waislamu leo wameiga. Unaona mtoto amezaa mtoto mwaka anasherehekea birthday ya mtoto. Yaani watu wameiga kizunguzungu tu, mambo ya kizungu tu. Eti ilmu amesoma. Tena wakina mambo na nyenye ndio mnamtiani. Kama una mume hujamfanyia mtoto wako hivyo, yani hauridhii. Unasahau yote mazuri aliyofanya. Au sivyo wakina mama? Nadanganya? Si mnafanya? Basi tuache tabia hii. Uislamu hauko hivyo. Uislamu hauko hivyo. Kwa hiyo akaendelea kusema, warawa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, na imepokelewa kutoka Abdullah ibn Mas'ud, Allah muyaradhi, qala, amesema, 4 min dhulmati alqalbi, mambo 4 anapokuwa nayo mtu
anakuwa na kiza katika moyo wake, au ni katika kiza cha moyo. Akasema jambo la kwanza ni batnun shab'anun min ghairi mubalat, ni tumbo ambalo limeshibishwa. Mtu kashiba tumbo lake, lakini kashiba bila kujali ni kitu gani kimeingia ndani yake. Nyinyi wakina mama, kwa sababu nazungumza na nyinyi, ingekuwa na wanaume huko ningekuwa nazungumza nao kivyao. Nyinyi, kuna mwanamke anafikia hatua kumwambia mume wake kwamba we lete bila kujali, mimi ni mradi nile, nataka nguo. Hana uwezo, aenda aibe, adhulum. Unapomlazimisha hivyo kwa sababu anakupenda, anacheria kwa basi ufanya hivyo, labda utamwacha, utaondoka, utadai talaka. Na hili imekuwa ni gogoro. Kila siku wanawake wanajivua, eti mnajivua magamba kila siku, si ndivyo ilivyo? Wakati mwingine umepata tashwishi huko pembeni, unashawishika tu, unaamua kujivua tu bila sababu. Imekuwa ni njia tu. Huu ni mtihani. Kwa hiyo wakina mama, chukueni tahadhari. Chukueni tahadhari mnapokula. Wake za masahaba walikuwa kawaida yao, mume akileta kitu anamuuliza amin halalin au min haram, hiki kipatikana katika njia halali au za haramu. Kama atakutikana kina utata atumi. Lakini wewe tu sasa hivi uwezi, wewe ukileta taa ulizi, wewe leta tu yanafakamia, ni kula tu basi bila kujali, yeye anakula. Haya. Na jambo lingine katika nini, katika kiza cha moyo, wasuhbatu dhalimina, na kufanya urafiki na watu madhalim. Ndio marafiki zenu nyinyi amfanye urafiki na wacha Mungu. Kama una mwanamke fulani ni mcha Mungu, ana tabia nzuri, ana mwenendo mzuri, ndio kufanya naye urafiki. Unaenda kufanya na mtu ambaye ni wa maajabu, hata vaa yake ukuta mnatembea njiani mbali kabisa, kimini nini, watu wa maajabu, kavali suruali, wewe unatembea na huyo. Suhbatu dhalimina ndio rafiki yako. Wacha Mungu una mpango nao, wataki. Lakini huu ni nini? Ni kiza cha moyo. Na jambo lingine, wanisiani dhunubi almadhiya, na kusahau madhambi yaliyopita uliyofanya huko nyuma. Kwa hiyo ukiyasahau ile madhambi inakupelekea unaendelea kujenga madhambi tu ya madhambi. Lakini kama utayakumbuka, utakuwa na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lingine akasema watulil amal, na kurefusha matarajio. Kwamba bwana mimi nitafanya kesho. Kuna watu leo wanaambiwa kufanya ibada, ambia bwana mimi kwanza wewe ulifanya ibada unalingana mimi, na mimi nikifikia fulani nitafanya ibada. Mwanachuoni mmoja anasema ya mayuiddu ghadan litaubati, ewe mwenye kujiandalia kesho ndio upate kutubia, a'la yaqini min bulughi ghada, je una uhakika kwamba hiyo kesho utaifikia? Anasema umruka kulluha adadun, umri wako wote umehesabika, wala alla akhiru yawmuka al-adad, inawezekana siku yako ya leo ikawa ni ya kumalizia. Wanasema nitafanya hivi, kumbe unaondoka leo. Tulil amal, kurefusha nini? Matarajio, kwamba nitaishi. Wewe bwana, wewe una ahadi na Allah, una mpango na Allah. Kwa hiyo ndugu zangu, tuangalie kwa makini. Tuna dakika 15. Wa arba'atu min nuri alqalbi, akisema namba 4 ni katika nini? Katika mwanga wa nini? Wa moyo, mwangaza wa moyo, au ni katika nuru ya moyo. Akasema jambo la kwanza ni batnun ja'i'un min hadhar, ni tumbo ambalo lina njaa. Unaumwa njaa, lakini kwa kuchukua tahadhari. Ai khashyatan an yakuna mimma la yahillu la, unacherea kwamba hiki ambacho nakula, je ni halali, ni halali? Sasa una njaa hiyo, naona kwamba mimi siwezi kwa chochote basi kwa sababu namuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa unatakiwa ule halali, sio basi kwa sababu una njaa unakula ovyo ovyo tu. Sasa ukifikia tu namna hiyo, tayari moyo wako umefanya nini? Umekuwa na nuru. Ukajali nakula cha aina gani, chakula cha aina gani nakitakiwa nile. Kisha akasema wasuhbatu salihina, jambo la pili na kufanya urafiki na watu wema, wa hifdhi dhunubi almadhiya, na kuyachunga nini? Madhambi yaliyopita. Ukayakumbuka
kwamba nilifanya madhambi hivi na hivi na hivi. Ikhwani fillah, kwa haraka haraka kwa muda huu nipitia ya machache. Waraba ani nabii sallallahu alaihi wasallam, anapokea kwa Mtume sallam annahu kharaja dhata yawmin, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja aliwatokea masahaba. Kharaja dhata yawmin ala ashabihi, aliwatokea masahaba wake. Faqala, akasema kaifa asbahtum. Nadhani maelewa bana yake ni kusalimiana, mmeamkaje, habari za asubuhi, ndio maana kaifa asbahtum. Faqalu, wakasema asbahna mu'minina billahi, tumeamka aliyakuwa ni wenye kumwamini Allah tabarak wa taala. Masahaba wanamjibu Mtume sallam. Faqala, Mtume akasema wama alamatu imanikum, na ipi alama yenye kuonyesha kwamba nyinyi mmemwamini Allah tabarak wa taala? Faqalu, wakamwambia nasbiru ala albalai, kwanza tunavumilia katika mitihani ya Allah. Hiyo ni dalili ya kuonyesha kwamba sisi ni wenye kuamini Allah tabarak wa taala. Masahaba walikuwa na nini? Wanavumilia na nini? Na mitihani ya Allah tabarak wa taala, tofauti na sisi na ni leo Waislamu. Haya, kisha akasema wanashkuru ala arrakhai, na tunamshukuru Allah tabarak wa taala juu ya neema ambazo fanya nini? Anatupa. Sasa neema anayokupa, lakini wanardha bilqada'i, na tunaridhia nini? Hukumu ya Allah tabarak wa taala. Kuna kisa kimoja hapa naomba nikipitie kwa haraka haraka. Fi yawmi min al-ayyam, katika siku miongoni mwa masiku, taakhara al-khatibu al-jum'a. Siku moja khatibu alifanya nini? Alichelewa kwenda kuhutubu katika nini? Hutubatul jum'a. Baada ya kukatasa, Waislamu wakaanza kuangalia, umejaa msikitini, nani atapanda mimbari, nani atapanda mimbari? Hakuna. Sasa muda kulikuwa mna nini? Fa arada al-majnun min al-majanin, sasa akataka mwenda wazimu miongoni mwa nini? Mwenda wazimu. Tunapozungumza mwenda wazimu tunajua ni kichaa, si ndio? Akili yake imetaghayyar. Sasa akasema bana, mimi napanda mimbari kwenda kufanya nini? Kwenda kusoma nini? Khutba. Fa'taradha an-nas, sasa watu wakaanza kumpuuza, huyu afai bwana, nini mwenda wazimu atafanya nini? Sasa faqala kabiru hadhihi al-qarya, sasa yule mkubwa wa ule mji akasema da'uhu yakhtubu, mwacheni akapande mimbari akatubu. Sasa wewe mtu anasema bwana panda nani majununi mwenda wazimu, kweli hata nyinyi utafikiria jambo gani? Unafikiria jambo gani mpaka apande mimbari aende kusoma khutba? Sasa fasaida المجنون على المنبر فخطب خطبة عصماء. Sasa yule majnuni akapanda juu ya mimbari, alipopanda wakao watu wamemkudulia macho, akahutubu hutuba ya kusisimua nyoyo. Anasemaje huyu majnuni? Akasema alhamdulillahi alladhi khalaqakum min ithnain, kwanza namshukuru Allah tabarak wa taala ambaye amekuumbeni katika nini? Katika namna mbili. Wa qasamakum qismain, na akakufanya nini? Akakugaweni katika nini? Katika makundi mawili. Faja'ala minkum aghniya litashkuru, akajalia miongoni mwenu matajiri ili mpate kushukuru. Waja'ala minkum fuqara litasbir, na akajalia miongoni mwenu maskini mafukara ili mpate kufanya nini? Kuwa na subra. Kisha akasema fala ghaniyukum shakara, pamoja na yote hayo hakuna tajiri miongoni mwenu aliyeshukuru, wala faqirukum sabara, wala hakuna nini maskini miongoni mwenu alifanya nini? Aliyavumilia. Thumma qala qabahakumullahu jamia, akasema akuchukieni Allah tabarak wa taala wote kwa kule kukosa shukurani na subra. Akasema qumu ila salatikum ayuha almunafiqun, akasema simameni kwa ajili ya sala zenu enyi wanafiki. Sasa wanatuona wakasema kalamu sahih, na maneno yake aliyosema yule mwenda wazimu alikuwa ni nini? Ni sahihi. Wa sadaqa man qala, na amesema kweli ila aliyesema khudhil hikmata min afwahil majanin, chukueni hikma katika nini? Maneno ya mwenda wazimu. Maneno ya mwenda wazimu yanaweza kawa anatembea mwenda wazimu barabarani, ukaona anamsema mtu wasa fulani bwana si mwenda wazimu, lakini kumbe anayosema ni nini? Ni kweli.
Tumeona vizuri sana hapo. Sasa haya mambo yafanya nini? Yapo. Na kusudia kile kipengele wanashukuru ala rakhai, kumshukuru Allah tabarak wa taala wa nini? Wakati wa neema, wanardha bil qada'i, na kufanya nini? Kuridhia hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala, maamuzi ya Allah subhanahu wa ta'ala ukayaridhia. Faqala alayhi salatu wassalam, kisha akawaambia Mtume sallallahu alayhi wasallam wake, antum mu'minuna haqqan, nyinyi wa nini? Ni waumini wa kweli kweli wa Rabbul Kaaba, na mlezi wa nini? Wa al-Kaaba, Allah tabarak wa taala. Kwa ndugu zangu katika imani, haya ni katika mazingatio. Tukiwa tunaelekea mwishoni wa mahadhara wetu, qila Ibrahim ibn Adham, imesemekana kutoka kwa nani? Kwa Ibrahim ibn Adham, ni katika watu wema waliotangulia. Asema bima wajadta zuhda, katika kuhangaika kwako, kufanya zuhudi kwako umepata nini? Qala, akasema thalathati ashiya, nimepata mambo matatu. Akasema jambo la kwanza, raaitu alqabra muhishan, nimeona kaburi ni yenye nini? Ni yenye kutisha, yenye vituko. Walaysa ma'i mu'nisun, na wala sina nini? Sina cha kuniliwaza ndani ya kaburi. Kaburi ameiona ni nzito, inatisha na kadhalika, lakini hana kiliwazo. Kiliwazo ni nini? Ni kumwabudu Allah tabarak wa taala vutaka. Hiki ndio kitakachokuliwaza ndani ya kaburi. Lakini kaburi ni shimo, kaburi ni mtihani. Mwanachuoni anasema hivyo, na hawa ni watu wakubwa. Lakini kisha akasema waraaitu tariqan tawila, na nimeona njia ndefu. Walaysa ma'i zadun, na hali ya kuwa mimi sina nini? Sina hakiba, sina pamba ambayo nimeifunga kwa ajili ya nini? Ya safari yangu. Anasema Ibrahim ibn Adham, waraaitu aljabbar qadiyan, na nimeona hakimu ambaye ni nini? Ni majabari, ni jabari. Walaysa ma'i hujjatun, na sikupata au sina nini? Sina hoja yote ya kujitetea. Haya ni mambo matatu ambayo aliyaona huyu. Kwa hiyo akasema huyu mwanachuoni, akasema husunul mu'minina thalathan, akasema ngome za waumini ni tatu. Ngome za wanini? Za waaminio ni ngapi? Ni tatu. Akasema ngome ya kwanza, almasjidun hisnun, kwanza msikiti ni ngome ya kwanza. Misikiti Allah anasema wa anna almasajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada, hakika misikiti ni kwa ajili ya Allah, wala asiabudiwe yote pamoja na Allah tabarak wa taala. Ama ngome ya pili, wa dhikrullahi hisnun, na kumdhukuru Allah tabarak wa taala, kumtaja Allah tabarak wa taala, kumkumbuka Allah tabarak wa taala. Hii ni nini? Ni ngome ya pili ya kusaidia, ndipo sempa kukimbilia kujikinga kwenye ngome. Ama ngome ya tatu, wa qira'atul Qur'ani hisnun, na kuisoma Qur'ani ni nini? Ni ngome ya tatu. Tukiwa mwishoni, wasuila ibn Abbas, na aliulizwa Abdullah ibn Abbas, ma khairul ayyam, akaulizwa ni yapi masiku yaliyokuwa bora? Faqala yaumul jum'ah, akasema masiku yaliyokuwa bora ni siku ya nini? Ya Ijumaa. Qila wama khairu shuhur, kisha akasema ni miezi gani iliyokuwa bora? Qala shahru Ramadan, akasema ni mwezi mtukufu wa Ramadhan. Thumma qila wama khairul a'mal, na ni yapi matendo amali zilizokuwa nzuri? Qala as-salawatul khamsu liwaqtiha, ni swala tano zinazosaliwa ndani ya wakati wake. Kwa hiyo uchunga swala, wakina mama hapa ndio mnakwama. Swala kuiswali ndani ya wakati wake. Unampikia mme unayempenda, unakuta mtu anampikia mme anashinda kuswali, wakati mwanamume wakati mwingine anakuja saa 5 za usiku, saa ngapi na nini. Huu ni mtihani. Waqala Ali radhiyallahu anhu, na amesema Ali Allah muyaradhi, khairul a'mali ma yuqbalu Allahu minka, akasema Sayyidina Ali kwamba siku zilizokuwa bora, asema khairul a'mali, matendo yaliokuwa bora, ma yuqbalu Allahu minka, ni yale ambayo Allah anakubalia wewe.
kutoka kwako. Wa khairu shughuri, na bora ya miezi ma tatuba fihi ila Allah tabarak wa taala taubatan nasuha, ni ile miezi ambayo unapata nafasi ya kutubia toba ya kweli ya kutorejea katika makosa. Kisha akisema wa khairul ayami, na masiku yalikuwa bora ma takhruju fihi min ad-dunya ila Allah tabarak wa taala mu'minan billah, ile ambayo unatoka katika dunia hali ya kuwa ni mwenye kumwamini Allah tabarak wa taala. Wa kana radhiyallahu anhu, na alikuwa Ali ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yata'awadhu billahi min alsinatin tasifu, akijikinga kwa Allah tabarak wa taala kwa ndimi zenye kupenda kumsifia. Wa qulubun ta'rif, na moyo kwenye kutaka kujulikana. Wa amalun tukhalif, na matendo yenye kwenda kinyume. Alikuwa akijikinga kwa Allah tabarak wa taala mwepushe na vitu hivyo. Warawa ani nabii sallallahu alayhi wasallam annahu qala, na imepokelewa kutoka Mtume sallallahu kwamba amesema hubiba ilayya min dunyakum at-tayyib wan-nisa. Mtume sallallahu katika maneno haya aliulizwa kwamba alisema ninapenda zaidi kwenu, ninapenda mimi katika dunia yenu hii at-tayyib wan-nisa, kwamba vilivyokuwa vizuri au tuseme manukato. Na Mtume kweli alikuwa akijipamba, akitoka anapopita watu wanajua kwamba Mtume kapita sehemu fulani, so anatoka ananuka kikwapa na kadhalika. Hapana, haikuwa tabia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume alikuwa anapenda manukato, anakuwa vizuri sana. Kisha akasema wanisao, na wanawake. Hii ni sifa ya Mtume, na Allah anasema zuyina linnas hubbu shawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqaddarati min adh-dhahabi, mpaka mwisho aya. Basi kisha ndugu zangu katika imani, kisha anasema waju'ilat qurratu aini fi salati, na nikajaliwa kiburudisho cha macho yangu ni nini? Ni ndani ya swala. Wa kana ma'u ashabuhu julusan, wakati huo Mtume anasema neno hayo alikuwa amekaa na masahaba wake wamekaa. Faqala Abu Bakar Siddiq, Abu Bakari akasema ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, ewe Mtume wa Allah, asema wa hubiba ilayya min dunyakum, na ninapendezwa kwangu katika dunia yenu hii, katika dunia thalathatu, mambo matatu. Abu Bakar anasema jambo la kwanza akasema an-nadharu ila wajhi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, jambo la kwanza ni kuangalia kutazama uso wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio ilikuwa mapenzi yake ya kwanza kwa sana Abu Bakar radhiallahu anhu. Wa infaqu mali ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, jambo la pili akasema na kutoa mali yangu kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo mali yako unaitoa katika uadui na kadhalika. Lakini lingine wa antakuna ibnati ta'ata rasulillah sallam, na kuwa binti yangu kuwa chini ya Mtume sallam. Aisha alikuwa anajivunia kwa sifa kama hiyo, mwanae kuolewa na nani? Na Mtume sallam. Haya ni mambo matatu. Faqala Umar, kisha Umar akasema sadaqta ya Abu Bakar, ulivyosema ni kweli Abu Bakar. Wa hubiba ilayya min dunyakum, na ninapendezwa zaidi katika dunia yenu hii thalathu, mambo matatu. Al-amru bil ma'rufi, jambo la kwanza kuamrisha mema. Hiyo ndio ilikuwa kazi ya kwanza kwa Sayyidina Umar ibn al-Khattab, kuamrisha mema. Na jambo la pili wanahyu anil munkar, na kukataza mabaya. Na jambo la tatu wathaubul khalq, anasema na kuvaa nguo ambazo zimefanya nini. Sayyidina Umar bwana alivyokuwa apendi kujikweza, nguo ambazo zimechoka choka, alikuwa ni kazi yake. Huyo ni nani? Ni Sayyidina Umar, ni khalifa wa Mtume sallam. Faqala Uthman, kisha akasema Uthman, naomba nimalizie kipengele tuondoke. Kisha Uthman akasema sadaqta ya Umar, ulivyosema ni kweli ewe Umar. Wa hubiba ilayya min ad-dunya, na ninapendezwa zaidi kwangu mimi katika dunia thalathu, mambo matatu. Jambo la kwanza ni ishba'ul jay'an, kwanza kumshibisha mwenye njaa, kwa maana kuwapa chakula wenye njaa. Leo majirani zako watu wana njaa, unajua kabisa nini, hana chochote, wewe huwezi kumsaidia chakula, analala njaa na kadhalika. Ishba'u jay'an, hiyo ndio ilikuwa sifa ya nani? Ya nini? Ya nani huyo? Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Huyu ni Umar ibn al-Khattab sawa. Lakini jambo la pili wa kaswatul uriyana, anasema Uthmani anasema
wakaswatul uryana, na kuwavika kuwapa nguo watu wenye kutembea uchi, wenye ni ambao wana nguo, ukamsaidia. Leo una nguo umerundika, unafikia hatua hata kuzitupa zinaoza tu, huwezi kuwasaidia watu ambao wana uwezo. Lakini watilawatul Qur'an, sifa nyingine aliyokuwa nayo ya tatu ni kuisoma Qur'an. Hawa ndio walio makhalifa wa mtume hawa. Faqala Ali, angalia gwiji mwingine wa mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema Ali ibn Abi Talib, sadaqta ya Uthman, ulivyosema ni kweli wa Uthman, wa hubiba ilayya min ad-dunya, na napendezewa kwangu, inapendeza kwangu kutoka katika dunia thalathun, mambo matatu. Al-khidmatu lidhaif, kwanza kumhudumia mgeni, kutoa khidma kwa wageni, ndio ilikuwa kazi yake Sayyidina Ali ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Jambo la pili, wasawmu bisayf, na kufunga wakati wa kiangazi, jua linawaka ndio limepiga kweli kweli, na hapo alikuwa anapenda awe ndani ya saumu. Huyo ni nani? Au ni masahaba mtume sallallahu alayhi wasallam, hao. Lakini jambo jingine, wadharu bisayf, na kupigana kwa upanga, ndio ilikuwa kazi yake. Leo ikitokea tu mtihani kama umejitokeza, wewe unakimbia tu. Kuna wakina mama walikuwa ni mashujaa. Sasa ina Abubakar, Sayyidina Ali anapenda vitu kama hivyo. Sasa tunamalizia somo letu. Fabainama hum kadhalika, wakati walivyokuwa katika mjadala huo, izjaa Jibril, wakati huo akajitokeza Jibril alayhi salam. Alipofika pale, waqala arsalani Allah tabarak wa taala, kwamba amenituma Allah tabarak wa taala. Lamma sami'a maqalatakum, pindi aliposikia maneno yenu ambayo mlikuwa mkifanya nini, mkijibizana nini kwa nini. Wa amaraka an tasalani, na akakuamrisha uniulize mimi, amma uhibbu, kile ambacho ningekipenda mimi, in kuntu min ahli dunya, ingelikuwa mimi ni miongoni mwa watu wa dunia, ningependa nini? Anaambiwa Jibril, mtume amuulize, kama wewe ungelikuwa ni miongoni mwa watu wa duniani, wewe kitu gani ungelipenda? Faqala, akasema irshadu dhallin, kwanza ni kuwaongoza watu waliopotea. Jibril anamwambia kuwaongoza wapotevu. Jambo la pili akasema wa muanasatul ghurabau alqanitina, na kuwaliwaza wageni wacha Mungu, watiifu, watu wema. Hiyo ndo la pili. Lakini jambo la tatu, wa muawanat ahli al-iyali al-mu'sirin, na kuwasaidia watu wenye familia zilizo nini, zenye ugumu, zenye maisha magumu. Ni katika vitu ambavyo Jibril anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam. Waqala Jibril Rabbul Izza jalla jalaluhu, na akasema Jibril kwamba Allah tabarak wa taala mwenye izza na mwenye utukufu, yuhibbu min ibadihi, anapenda kutoka waja wake thalathu khisali, mambo matatu. Allah anayependa mambo matatu. Jambo la kwanza ni badhlu al-istitaa, ni kutoa kiasi cha uwezo, ukatoa kulingana na uwezo wako uliokuwa nao, sio unajitwisha vile ambavyo ufanye nini uviwezi. Allah anapenda kitu cha namna hii. Jambo la pili, walbukau inda nadama, na kulia wakati wa majuto. Unajutia jambo yakakutoka machozi yakabubujika kwa ajili ya kumwogopa Allah tabarak wa taala, kwa ajili ya kujuta kwa ajili ya Allah. Na jambo la tatu, wasabru inda alfaqa, na kuwa na uvumilivu wakati wa umaskini. Hali ngumu, maisha magumu, ukawa na subira, usipende kumwasi Allah kwa sababu ya nini, ya maisha kuwa magumu. Mwisho kabisa, wa Ali, na kutoka Ali ibn Abi Talib anasema anna as'aba al-a'mal, kwamba matendo ambayo ni magumu zaidi kufanyika kwa mtu, arba'u khisali, ni mambo manne. Jambo la kwanza ni al-afu inda al-ghadab, jambo ambalo ni gumu mtu kulipokea na kalifanyia kazi, ni al-afu inda al-ghadab, ni kusamehe wakati una hasira na ghadhabu zimekusidi. Jambo gumu sana mtu, akili nani hasira imemkunja, anatamani amkate mtu hata kichwa kama itawezekana, hao vyovyote vile. Sasa kusamehe wakati hii ni jambo gumu sana, na ukiona mtu anafanya hivyo, huyu ana malipo makubwa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala.
Lakini jambo lingine, waljudu fil usr, na kufanya itihada baada na kadhalika wakati wa ugumu. Mambo ni magumu, mtu akajipinda katika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na lingine, walifatu fil khalwa, na kujizuia wakati mtu amejitenga, yuko peke yake, hana kitu. Hapo ndo watu mtafikia hatua kufanya nini? Kufanya uharibifu. Lakini pia wa qaulul haqqi, na kusema ukweli, liman yakhafu, kwa yule unayemuogopa. Amekosea lakini ukaamua kumwambia ukweli kwamba ukweli ni huu. Ni jambo gumu sana. Kama la kwanza, ana heshima yake, unamuogopa mwingine cheo. Wala hata masheikh wakati mwingine akiona fulani ndio anamlisha, anamsaidia, anafanya nini, anampa ngapi, basi anaweza akifanya kosa hawezi kumwambia. Ni wachache sana ukiona mtu ni shekhe anafikia hatua kumwambia mtu kwamba fulani umefanya kosa na mtu ana ila yake. Sasa inakuwa ni kazi ngumu. Lakini mwisho kabisa, au yarjua, au anamtarajia, anamtegemea kwamba ni afanye nini, amlinde, amsaidie hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo ni vigumu sana kumwambia ukweli. Haya ni mambo ambayo ni magumu. Ndugu zangu katika imani, imepita kwa haraka kwa sababu ya muda. Pale ambapo nitakuwa nimekosea, ukamilifu kwa Allah tabaraka wa taala. Na kuombeeni mchukueni yale yalikuwa mazuri, yale ambayo sio mazuri amkritika nayo mniachie mimi na Allah tabaraka wa taala. Kwa ndugu zangu katika imani, muhadhara wangu umeishia hapo. Fajazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tumemaliza, nadhani kuna ziada. Labda na kuombeni wakina mama, nitoe tambii kwanza. Ni wasijibu sana maswali. Naweza mkaleta maswali 10 20 nikajibu matatu. Tumeona vizuri sana hapo. Lakini lingine, kama mtauliza maswali, natoa angalizo. Tuulize maswali yanayoendana na nini na somo letu. Sio maswali ya ndoa, sio hivi na hivi. Najua kina mama wanaulizaga hayo ndio sana. Au unadanganya? Yaani uweze ukaendesha muadhara bila kuuliza ndoa. Maswali ya ndoa. Haya ishagi haya. Migogoro haishi. Kwa nini tusimalize migogoro? Kwa hiyo naomba tuulizane maswali kulingana na nini na somo. Mengine inshallah kuna kina shahidi wako. Washehe wakubwa wale. Sisi wanasomesha, sisi ni wanafunzi wao. Kwa hiyo ni kazi yao. Kwa hiyo kama yapo tuyaulize, kama hamna basi inshallah tufunge darasa letu. Kisha na mimi nifanye nini? Niondoke. Jazakumullahu khaira.